Tarehe 24 Agosti 2017 ni siku ambayo moyo wangu huumia kila ninapoikumbuka. Ilikuwa asubuhi ya kawaida, lakini mwisho wake haukuwa wa kawaida. Tuliamka kama wanafunzi wengine wote, tukiwa na haraka ya kufika shuleni, bila kujua kuwa baadhi yetu tulikuwa tunaelekea kwenye safari ya mwisho ya maisha yetu. Nilipanda basi pamoja na wanafunzi wa sekondari ya Tushikamane na Mji Mpya, basi lililojawa na sauti za vijana waliokuwa na ndoto nyingi. Kulikuwa na vicheko, mizaha na mipango ya masomo. Hakuna aliyefikiria kifo. Hakuna aliyekuwa tayari kwa maumivu. Tulipokaribia reli ya treni, nilihisi hofu isiyoelezeka. Ghafla honi kali ya treni ikapiga. Moyo wangu ulianza kwenda mbio. Sekunde chache baadaye, kila kitu kilibadilika. Gari letu liligonga treni kwa nguvu kubwa. Sauti ya chuma kugongana bado inanirudia masikioni hadi leo. Nilitupwa kwa nguvu ndani ya basi. Nilihisi maumivu makali mwilini, lakini kilichoniumiza zaidi ni vilio vya wenzangu. Nilijaribu kupiga kelele kuomba msaada, lakini sauti ilikataa kutoka. Machozi yalinitoka bila hata mimi kujitambua. Nilikuwa na hofu kubwa, hofu ya kufa. Nilipojitahidi kufungua macho, niliona hali ya kutisha. Wanafunzi wengine walikuwa wamejeruhiwa vibaya, wengine walikuwa kimya kabisa. Nilipowatazama, moyo wangu ulivunjika. Ndipo nilipogundua kuwa baadhi ya wanafunzi walikuwa wamepoteza maisha yao pale pale. Nilijiuliza, kwa nini wao na kwa nini mimi nikaokoka? Mimi nilinusurika, lakini kwa majeraha ya mwili na maumivu ya moyo. Kila pumzi niliyovuta ilikuwa maumivu. Kila niliyesikia akilia, machozi yangu yaliongezeka. Nilihisi kuchanganyikiwa, huzuni na hofu kwa wakati mmoja. Tulipopelekwa hospitalini, nililala kitandani nikitazama dari, nikijiuliza kama nitaweza kusahau tukio lile. Nilihisi hatia ya kunusurika wakati wenzangu hawakupata nafasi hiyo. Usiku mwingi nilikesha. Ilipofika asubuhi, nikisikia sauti za watu pamoja na taarifa ya habari ikisema idadi ya vifo imefikia wanafunzi 3, hapo ndipo nilipatwa na hofu pamoja na sauti za ajali kichwani mwangu. Hadi leo ajali ile imenibadilisha. Ilinichukua sehemu ya furaha yangu, lakini ilinipa mafunzo makubwa kuhusu thamani ya uhai. Kila siku ninapoamka, namshukuru Mungu kwa kuniacha hai. Ninawabeba wenzangu waliopoteza maisha mioyoni mwangu, na nitawakumbuka milele. Ajali ya basi na treni ya tarehe 24 Agosti 2017 Morogoro mjini si tukio tu, ni jeraha la moyo ambalo halijapona kabisa. Ni kumbukumbu ya machozi, lakini pia ni ushuhuda wa kunusurika. Roho za wenzangu zilale kwa amani. Na mimi nitaendelea kuishi na kuwaombea kwa niaba yao.